watu wawili watatu high five ya kumaliza mwaka. Mwambie huu mwaka tunaumaliza leo. Hallelujah. Hallelujah. Nakwambia tutasifu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nataka tu tuondoke kwa huu mwaka. Hallelujah. Niruke mwaka mpya nataka turuke. Hallelujah. Amen. Nataka ujiandae kwa sababu tutamrukia Bwana. Nataka ujiandae kwa sababu tutamsifu Bwana. Amen. Nataka tu kwa kifupi tukae chini. Wale tukae chini kwa kifupi. Ningetaka tu jiandae kuingia mwaka huu mpya wa 2026 kwa baraka. Hallelujah. Na ninaamini ya kwamba kile Bwana anafanya kwa maisha yetu ni tofauti. Wale tuko nje, ninaona kuna viti vichache hapa, na kwa hivyo sijasema hata zile ziko nje ni sawa, na tunashukuru Bwana. Wale mnatutazama mkiwa mbali na karibu, karibuni sana katika ibada hii, ibada ya kumaliza mwaka wa 2025 tukiingia mwaka wa 2026. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na ningetaka kukutayarisha tu kwa sababu kuna nafasi nzuri ambayo tungetaka, ama tuna mambo mengi ambayo tungetaka tufanye mbele za Bwana, na ninaamini ya kwamba tutafanya siku ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Ninataka kukuambia hii ndio siku nzuri. Bwana atukuzwe. Hii ndio siku nzuri. Huu ndio kusudi la Mungu na litasimama. Bwana atukuzwe. Na ninaamini ya kwamba kile hujakiona kwa maisha yako utakiona leo. Nashukuru Bwana kwa sababu alikuwa ameniandaa kwa ibada hii, na wale tumekuwa hapa tukiomba, Bwana akatuambia atafanya jambo lisilo la kawaida. Hallelujah. So anything can happen. Katika hii ibada anything can happen. Hallelujah. Kama kuna jambo lolote linaweza kufanyika ukiwa hapa, kubaliana na Mungu ya kwamba anything can happen in your life. Bwana asifiwe. Hivyo ninataka tu kukutayarisha kwa sababu sio wengi, sio mwaka wao wa kwanza. Bwana atukuzwe. Na hata wale ni mwaka wao wa kwanza hawajijui bado. Hallelujah. Hivyo wewe ambao unajijua, kuna kitu ambacho Mungu angetaka kunena na wewe. Wewe ambao unavuka mwaka, kutoka mwaka huu kuingia mwaka mwingine, kuna kitu ambacho Bwana alikuwa anaweka ndani yangu, na nikakiona ya kwamba kumbe tunaweza ishi watu wakisemaga tulivuka mwaka. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba tulivuka mwaka, lakini wewe haukuvuka. Adui alikuzuilia. Kuna watu kwa jamii, inawezekana kwa jamii yako ulizuiliwa ama mlizuiliwa. Mnasemaga mnavuka mwaka, lakini ukweli ni maneno matupu. Maana yale mambo hujirudia kwa mwaka yanakuwaga ni kawaida. Bwana asifiwe. Kushindwa kwako ni kawaida. Aibu kwako ni kawaida. Kilio kwako ni kawaida. Si mwaka moja, si miaka miwili. Unaweza kuhakikisha ya kwamba kuna mambo umekuwa ukifuatana nayo na yanafanana. Hallelujah. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kama vile Bwana aishivyo, kuna mambo yatafanyika katika maisha yetu yasiyo ya kawaida. Nisikie, kuna mambo yatafanyika kwa maisha yetu yasiyo ya kawaida. Mungu wetu ataonekana kwa maisha yetu kwa njia tofauti. Bwana atukuzwe. Ninatamani ya kwamba siku ya leo uondoke kwa maeneo ambayo umekuwa ya kusemaga ninavuka mwaka, lakini hauvukaji. Bwana atukuzwe. Unaweza kusema lakini tabia na uchungu bado unakufuataga. Unaweza kusema nilipokuwa nikiingia 2019 nilikuwa nimetangaza huu ni mwaka wangu wa kufanikiwa, lakini ukajikuta uko pale pale. Nilikuwa naongea na mtu leo akaniambia kuna mahali nilikuwa ninafanya kazi, nilikaa hapo kwa muda mrefu, lakini hakuna kichochote nilikuwa ninashika. Lakini nikajua ya kwamba huyo mtu bado alikuwa anavuka mwaka. Si ni kweli?
Si alikuwa anavuka mwaka? Lakini anasema nimekaa kwa hii plot kwa muda wa miaka kadhaa, hakuna kitu nimefanya. Wakati wowote unakusanya, adui anajuaka kuja kuiba. Hivyo ninapokuandaa kuvuka mwaka, yawezekana Mungu amekuleta siku ya leo hapa kwa sababu kuna kitu anataka kukutenganisha nacho. Katika miaka yako yote umekuwa ukijaribu kufuatilia maisha, ama ukitaka kuvuka na ukitaka kubadilisha hali zako za maisha. Sini watu wengi wanakuwa na resolutions za mwaka. Unakuta mtu anasema huu mwaka sitakunywa, huu mwaka sitafanya, huu mwaka kwa hii jamii sitaki vita. Wanaenda mwezi wa kwanza hawana vita, kuanzia Februari ama mid Januari ile tabia na taratibu za kushindwa zinarudi. Hallelujah. Kuna mtu anasemaga huu mwaka Mungu nisaidie, sitaingia kwa deni. Hallelujah. Na anasema huu mwaka natamani kuoperate biashara yangu na utofauti. Lakini adui anajua mahali alikuweka. Kwa miaka mingi unaweza kusema ninavuka. Wana wa Israeli kuna mahali walifika jangwani, lakini wao walikuwa wanafikiria bado wako safarini. Paka wakati Mungu alikuja akamwambia Musa, paka mimi nilikuwa ninajiuliza, paka Musa hukuwa unajua ya kwamba mnazunguka mlima mmoja. Bwana atukuzwe. Ningetaka tuangalie kitabu cha Deuteronomy. Nataka tujitayarishe, tuko na dakika chache, na kwa hivyo ningetaka kuharakisha, lakini si hili neno la mwaka. Bwana atukuzwe. Tutakapovuka mwaka sisi hili ni neno la kukutayarisha, kwa sababu tukiingia mwaka mpya tutakuwa na kipindi kizuri cha kumsifu Bwana atukuzwe. Tutakuwa na wakati mzuri wa kujitolea dhabihu zetu, sadaka zetu. Nitakuandaa kabla tujaingia pale. Wale uko na dhabihu yako ya mwaka, unasema sitaingia. Mimi wakati nilijua nitakuwa pengine hapa kwa madhabahu, nilijua ni lazima nitoe dhabihu yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ninajua sitaki kuingia 2026 kama wengine. Hallelujah. Hivyo ninatamani ya kwamba utajiandaa, mawazo yako na moyo wako utauandaa ya kwamba leo ninavuka mwaka na kila kitu changu kitavuka. Kuna watu wengine umevuka mwaka kwa miaka mingi, lakini utajiri wako haujawahi vuka mwaka. Hallelujah. Utajiri wa jamii yenu haujawahi vuka mwaka. Mahali mlifungwa na adui akasema mwaka huo mtakuwa mkiteseka hivi. Mpaka wa leo babu zako wamepigana vita hivyo, na hata sasa bado unapigana hiyo vita. Hallelujah. Natangaza leo ni usiku wa kuvuka katika jina la Yesu Kristo. Sitaki uvuke kama miaka mingine umeshawahi vuka. Natamani uvuke kwa hekima. Natamani uvuke na kusema ya kwamba jamii yetu imezunguka. Unakutaka ya kwamba kuna miezi mnaonaga ni kama mko sawa, lakini ikifikia mwezi fulani adui anakuja anawagonga. Kila mtu kwa jamii anarudi pale alikuwa. Na mnaanza vita, mnaanza kugombana, mnaanza kuchukiana, kwa sababu hakuna anayeweza kutoa mwingine kwa shimo. Hallelujah. Wengine jamii yenu imekuwa ni kuchanga, saa zote ni kuchanga kwa sababu ya magonjwa. Leo mtavuka kwa njia tofauti katika jina la Yesu Kristo. Huo mlango adui anajua lazima upitie kwa jamii yenu, ya kwamba lazima mmoja wenu awe na magonjwa makubwa. Lazima muitane. Watu walizoea jamii yenu lazima itane katika mchango kwa sababu ya shida fulani. Hallelujah. Wacha nikwambie ya kwamba watu wakitafutwa kwa ajali, lazima mmoja wa ukoo wenu aguzwe na ile ajali. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, wanaonisikiza na wanaonitazama, leo sauti ninayonena kutoka kwa Bwana ni ya kwamba kuna watu watavuka.
Haleluya. Umevuka mwaka na unasemaga nimevuka, lakini unajuaga ni lazima tabia fulani zijirudie kwako, lazima matendo fulani yajirudie kwako. Adui alijua, amekumasta na anajua, hapo ndipo unafikaga. Leo ninatangaza kama vile Bwana aishivyo, hautazunguka hiyo milima tena katika jina la Yesu Kristo. Hautaonekana katika huo uchungu tena, maana atakayetenda siku ya leo ataonyesha uaminifu wake kwa maisha yetu. Mungu hakutukusanya hapa tuje tu tufurahie, tushangilie na tutoke hapa. Watu wameinamishwa vichwa vyao, watu ambao wameshindwa, watu adui anasema mmesema mmevuka, lakini ni maneno matupu. Leo sio maneno matupu. Leo kuna kitu kitafanyika kwa maisha yako. Kila mmoja atakayeguzana na wewe, hata wewe mwenyewe utajua kuna kitu kimebadilika. Haleluya. Nasema utajua kuna kitu kimebadilika, maana huyu Mungu sio mdhalimu. Mungu wetu sio mdhalimu. Aliyeweka siku na akaweka masaa na akaweka dakika, alituwekea dakika za ukombozi. Natangaza kuna mmoja anaingia katika mwaka wa ukombozi. Utaingia katika mwaka wa ukombozi, mwaka ambao haujawahi ingia. Haleluya. Nakumbuka mtumishi mmoja wa Mungu walikuwa wanaomba kama jamii, na akapelekwa mahali, akaona mahali kuna miamba, mawe makubwa makubwa, lakini alipofuata hayo miamba akaona ndani, wako ndani sana. Akauliza, ni nini tunafanya huku na jamii yetu? Akaambiwa, hapa mlifungwa ama hapa mliingia miaka 300 iliyoisha. Haleluya. Nasema kuhusu mtumishi wa Mungu ninayemjua, mtumishi wa Mungu ambaye anashuhudia. Leo ni mtumishi wa Mungu ako Nairobi, tulikuwa na yeye Nakuru, akishuhudia huo ushuhuda, akisema adui anasema wamefungiliwa, wamezuiliwa miaka 300. Unataka kuniambia miaka 300 hiyo jamii wako wanavuka mwaka? Walikuwa wanavuka, lakini adui alikuwa anajua, anawaambia furahini tu, lakini kuna kitu kinastahili kufanywa, kile wewe na mimi tutafanya usiku wa leo. Haleluya. Kumwambia shetani enough is enough. Hatutaendelea hivi tena. Hii game yako imetuchosha na hatutatoka hapa tuende tena kwa uchungu. Hatutatoka tena hapa turudie ile tabia. Imetesa baba yangu, imetesa mama yangu, haitanitesa tena. Haleluya. Ninasema ninavuka mwaka na kuna tabia haitaandamana na mimi, kuna uchungu hautaandamana na mimi. Lazima ujue mimi ni nani na mimi ni wa nani. Mungu ninayemtumikia, Mungu ninayekunenea siku ya leo, anaweza kukubadilisha, anaweza kufanya jambo lisilo la kawaida. Haleluya. Leo na kuandaa kwa sababu unavuka mwaka. Wewe unayenitazama, wale watu mko mbali, ninajua mnanitazama. Wengine wako masaa nyuma, wengine wako masaa mbele, lakini natangaza katika jina la Yesu Kristo. Leo tangaza kwa maisha yako, sitazunguka tena katika jina la Yesu Kristo. Tuseme sitazunguka tena. Sema na nguvu kwa ujasiri, sitazunguka tena. Tusome katika kitabu cha Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, sura yake ya kwanza, chapter 1 and verse 6. Nitataka nisomewe na Kiswahili kwa haraka, muda wetu umetukimbisha. Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, sura yake ni ya kwanza, naye mstari wa 6. Tutasoma mistari miwili, mstari wa 6 na wa 7, and then tutaomba. Nitakutayarisha na ningetamani ya kwamba pia na wewe utayarishe moyo wako. Haleluya. Tutafanya kelele za Bwana, tutafanya kelele za tehura. Bwana atukuzwe. Leo ninatangaza ya kwamba tutakapokuwa tukipiga kelele za mwaka mpya, kuna mambo yataanguka. Kama Jericho ilianguka, leo kuna mambo yataanguka. Yes. Na kutoka hapo tutakuwa tuko the other side, tutasifu. Haleluya. Si kusema tu kama wengine. Sitaki ufanye kama wengine, nataka ufanye kwa ufahamu ya kwamba nitavuka. Haleluya. Na kila kitu ambacho kimekuwa kikizuiliwa leo, hata katika huduma hii, chochote kimekuwa kinastahili kuvuka.
Haleluya. Ushindi wowote katika madhabahu haya unastahili kuwa pamoja na mimi. Mwaka unaoanza, nitaanza ushindi usiku wa leo, tarehe 1. Ninapoingia tu tarehe 1 hivi, hapo ndipo ninaanzia ushindi wa 2026. Mimi sitagojea Januari 15 ama Januari ngapi, naanza kuanzia saa 7. Haleluya. Ninaamini ya kwamba ushindi wangu wa 2026 utazalika hapa nikishangilia. Kwa hivyo nitashangilia nikiwa sio mahali nilikuwa. Si kwa sababu date zinabadilika. Mimi ninajua kuna kitu ninapigania. Katika jina la Yesu Kristo. Tusomewe. Bwana Mungu wetu alisema nasi huko Horebu, mmekaa vya kutosha katika mlima huu. Vunjeni kambi, msonge mbele kuelekea nchi ya vilima ya Waamori. Nendeni kwa watu wote ambao ni majirani wa Araba katika milima, upande wa magharibi chini ya vilima, katika Negebu na kando kando ya pwani, mpaka nchi ya Wakanani hadi Lebanoni na kufika mto mkubwa wa Farati. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord our God speak unto us in Helob, saying, Ye have dwelt long enough in this mountain. Mumekaa sana ya kutosha katika milima hii. Nisikie. Mumekaa sana katika milima hii. Ninatangaza kwa watu ambao wamekaa sana kwa hiyo milima. Kuna watu ulikuta jamii yenu inateswa na umasikini. Bado roho ya umasikini inawatesa. Hallelujah. Sijui kama umeshawahi kutana na jamii, nyanya yao alikuwa analimia watu. Yeye ndiye alikuwa anapewa mafuti. Yeye ndiye alikuwa anafanyia watu kazi. Nyanya akapata watoto. Watoto nao wakapata watoto, na wote wanafanya the same job. Hakuna mtu ambaye Bwana atukuzwe. Kwa nini mnakaa kama hamujawaona watu hapa? Unashindwa hawa kwanzia nyanya walikuwa wabienga. Bwana atukuzwe. Mtoto akawa wabienga, akazaa, akaingia kwa bienga. Na hallelujah. Sasa ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kuna evil patterns zita break leo. Mungu, kama hawa watu walikuwa na Mungu na anawaambia yatosha, mmezunguka hii milima sana. Ninaweza kuambia jamii yako, mmezunguka hii milima sana. Hallelujah. Leo ninatangaza kwa maisha yangu na maisha ya jamii yangu. Natangaza kwa maisha yako na jamii yako katika jina la Yesu Kristo. Umezunguka hiyo milima sana. Watu watu wanajuaga shida fulani ni ya kwenu. Watu wanajuaga ya kwamba uchungu fulani ni wa kwenu. Hata wewe unajua. Hata ukianza kuongea, haujasikia watu wanaongeaga ya kwamba sukari ni wagwito. Yani tukishikwa na sukari, hiyo ni ugonjwa ya kwetu. Kwa sababu adui aliwaweka pale na akajua ya kwamba ninyi hamuvukagi. Kwa hivyo mkishikwa na sukari, mkishikwa na kansa, yani inawezekanaje? Huyu anashikwa na kansa, huyu anashikwa na kansa. Yani adui ameamua ya kwamba hakuna wakwenyu watavuka. Leo ninatangaza kwa mamlaka Roho Mtakatifu, kuna watu wanavuka. Amen. Hallelujah. Nasema kuna watu wanavuka. Hautazunguka hiyo milima tena. Maana umeizunguka kwa muda mrefu. Jamii yako imeuzunguka huo mlima. Baba yako alizunguka hiyo milima. Unajua uchungu ambao mlikuwa nao. Unajua aibu ambao mumepitia. Shida ambao mumeipitia. Kila kitu kwenyu kinajirudiaga. Kila kitu kwenyu kinajirudiaga. Hallelujah. Ni watu wangapi mwanzo wa mwaka mpaka wanatafutaga, wanachukua mpaka loan, wanaanza biashara. Hallelujah. Lakini adui anajuaga ya kwamba ikifika Disemba utakuwa ukisaidiwa, na ikianza mwaka huo mwingine utakuwa umefunga. So unaanza tena. Nasema iweze kukusaidia. Sasa unaanza kujipanga tena. Leo ninatangaza kama vile Bwana aishivyo, hiyo roho ya kuzunguka hiyo milima inavunjika. Katika jina la Yesu Kristo. Sikuandai tu uvuke mwaka. Nisikie. Sikuandai uvuke mwaka.
tushangilie na utoke hapa ukiwa mtu wa kawaida. Oh, yes. Kuna watu umetafuta mtoto mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, miaka imeenda 10 ukitafuta mtoto. Wengine unanitazama, wengine unajua kile ambacho kimekuwa kikifanyika ni kwa sababu kuna mahali ulikwama. Na kama vile Bwana aishivyo, yule ninayemtangaza usiku wa leo, kuna watu watavuka. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema kuna watu watavuka. Amen. Kuna jamii itavuka leo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa mamlaka Bwana amenipatia. Oh, yes. Nasema kuna jamii itavuka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Hujawahi ona jamii inakuwa na amani miezi kadhaa, lakini adui anajuaga ya kwamba ikifika Disemba, oh, yes, lakini lazima mtakosana. Hallelujah. Amen. Lazima ikifika miezi fulani lazima mtakosana. Kama ni mume anaenda anafanya mambo mengine, mke anaenda anafanya mambo mengine, alafu inafika mahali Januari mkivuka mwaka mnasema tunatubu, mimi ninatubu kile nilifanya. Hamjasikia jamii inasemaga hivyo? Kwako. Mimi yale nilifanya sijui ni pepo, ni shetani. Shetani anajuaga alikufunga. Hawezi vuka. Haujaenda popote. Anajuaga alikunasa. Natangaza leo kwa watu wote walionaswa waachiliwe. Amen. Leo kwa watu wote, kwa jamii zote zimenaswa ziachiliwe. Oh, yes. Nisikie, jamii zote zimenaswa ziachiliwe. Amen. Haiwezekani ya kwamba kila kitu kinajirudiaga kwa maisha yako. Kila kitu kwa maisha yako kinajuli. Imagine hawa watu wakiwa wamezunguka mwezi wa kwanza, kila siku, leo wanatulia, kesho wanaamuka, wanazunguka the same mountains, milima ile ile, lakini hawajuagi wanazunguka. Mungu anakuja kuambia mumezunguka sana. Leo ninatangaza hata kwa Kingdom Revival, mahali tumezunguka, leo tunapita. Amen. Hatutazunguka tena. Hallelujah. Ninatangaza kama vile Roho wa Bwana yu juu yangu. Oh, yes. Leo ninavunja roho ya kuzunguka. Amen. Hatutazunguka katika mlima huu tena. Yes, Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana anasema kugeuke. Oh, yes. Leo kuna jamii inageuka. Hallelujah. Inasema tumezunguka sana. Oh, yes. Na leo tumeamua ya kwamba tunageuka. Hallelujah. Leo hata kama jamii yako imekuwa katika uchungu, hata kama jamii yako imekuwa katika vita, leo ni siku ya tofauti. Amen. Hallelujah. Najua duniani kuna wengi wanavuka mwaka, lakini mimi ninavuka tofauti. Hallelujah. Bwana hawezi nipatia neno hili kama hana kusudi njema nami. Bwana hawezi kukuleta hapa na wewe unayenisikiza. Bwana alijua wewe utatazama na siku ya leo wengine wako kazini, wengine wako mbali, wengine wako karibu, lakini ninatangaza kuna watu Bwana anafanya jambo lisilo la kawaida na wewe. Amen. Nasema Bwana anafanya jambo lisilo la kawaida na wewe. Amen. Kuna ushuhuda utazalika leo. Hallelujah. Amen. Imagine wana wa Israeli wakiongozwa na Musa, mtumishi nabii mkubwa wa Bwana, lakini wanazungukaga milima. Jamii yako adui anajua vile mnazungukaga milima. Nisikie. Yani adui anajua kile kwenu mnafanyaga na kwenu mnaona ni kawaida, lakini ni milima mnazungukaga. Hallelujah. Mpaka hapa ni kama Mungu alikasirika, anawaambia yatosha. Hallelujah. Amen. Bwana atukuzwe. Ni Bwana anawaambia mumezunguka hiyo milima ya Helobu. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Amen. Muda mrefu, si mwaka mmoja. Ni muda mgani? Hata wewe leo kuna watu wengine uko na miaka, lakini adui anajuaga tu ni miaka. Unasemaga unaongezaga na birthday, unasherehekea birthday, lakini hakuna kitu unaweza onyesha. Hallelujah. Si mtu mmoja nimeomba na yeye ananiambia, pasa, mimi ninafanya kazi kwa mikono yangu, lakini hakuna kitu ninaweza onyesha kile ninafanyaga. Si ya kwamba ashikagi pesa, anashika pesa, lakini hawezi kukuambia hizo pesa zinaendaga wapi. Maana kuna milima adui anajua na kuzungusha. Hallelujah. Amen. Unapanga na unajua umepanga ya kutosha, lakini adui anajua anakuzungusha.
Yeyote uko hapa na unazungushwa na adui, natangaza kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu leo Bwana atafanya jambo lisilo la kawaida. Yes, Jesus. Bwana atafanya jambo lisilo la kawaida. Amen. Ninatamani ufanye uamuzi ndani ya moyo wako. Hallelujah. Amen. Unajua ni watu wengi hata ninaombeaga hata tukianza mwaka. Si ni kweli? Uko hapo hata wengine ulirudi nyuma, leo na umeamua tena leo nitaokoka. Na nikiokoka mwaka ninaoingia wa 2026 sitarudi nyuma. Lakini unaweza hesabu miaka ambao umefanya hayo maamuzi na unajikuta umeanguka katika dhambi. Adui aliona kile unaogopa. Leo ninakutoa katika hofu yako. Leo ninakutoa katika uoga wako. Hicho unaogopaga utakifesi na utakishinda. Hallelujah. Kwa sababu hautakuwa na mzunguko tena. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Ndio Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu mpaka wako na pesa za kuanza biashara, lakini adui alikwambia ukianza utaanguka tu. Hallelujah. Ukianza anakuambia sasa hayo ni mawazo ya biashara gani uko nayo? Hauwezi waza kitu kikubwa. Nawe unaona ya kwamba ni kama hauwezi fanya na uko na pesa. Lakini wakati zinaisha ndio unaanza kuwa na ideas. Nakuta uko na ideas nyingi. Lakini wakati pesa ziko, idea hata moja adui anakuwa ameiba ili urudi tu katika mzunguko wako. Hallelujah. Ili urudi tu katika ule mzunguko wa milima yako. Leo ninatangaza kama vile Bwana aishivyo. Oh, yes. Hiyo mizunguko utaipita. Amen. Nisikie. Yes, Lord. Hiyo mizunguko utaipita. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haijalishi. Hallelujah. Amen. Umezunguka hiyo miaka ngapi? Mungu alimwambia Musa, geukeni, maana mumezunguka hiyo milima. Leo kuna watu wanageuka. Leo kuna mtu atafanya uamuzi. Hata kama kwa jamii yenu hakuna mtu ameshawahi fanya uamuzi mgumu kama utakaofanya siku ya leo. Oh, yes. Wewe utafanya. Amen. Sitakwama hapa tena. Sitazunguka katika hii milima tena. Amen. Hallelujah. Amen. Unakuta ya kwamba adui ni kama aliwazoea. Hallelujah. Anajuaga mwaka fulani atawaacha. Bwana asifiwe. Amen. Mnafikiria mumeendelea, lakini anarudi anakuja na wagonga. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna roho itaondoka usiku wa leo. Hatuvuki nayo. Nisikie. Kuna roho hautavuka nayo. Amen. Kuna mizunguko leo unapita. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huo mzunguko ambao uko nao na wewe unaujua. Na wewe unaujua. Hallelujah. Amen. Adui anajuaga. Na anakaaga tu hivi. Bwana asifiwe. Amen. Haujawahi ona kuna wakati yani tabia fulani ikiinuka, hapo ndipo mtu anasemaga ni kwa sababu ninakaa kama mama yangu. Ameharibu, wakati ameharibu ndio anasemaga ninakaa kama baba yangu. Baba yangu ni wa hasira, mama yangu ni wa hasira. Ile roho inataka tu kujificha, usijue uko katika milima. Bwana asifiwe. Amen. Unakutagwa kwa mambo fulani. Hallelujah. Amen. Unajiuliza ni nini roho ya usharati siku zote na ya ulevi inanifuata? Lakini unasema hata baba yangu alikuwa mlevi, baba yangu alikuwa msharati, alikuwa na wake wengi, mama yangu alikuwa hivi. Bwana atukuzwe. Yani una justify that spirit mpaka inajua hapa niko kukaka. Deha gotora. Yani hiyo roho inajua I am justified kukaa hapa. Si anasemaga ni baba yake alikuwa anafanya hivi. Si anasemaga ni mama yake alikuwa anafanya hivi. Hallelujah. Amen. So wakati una justify that spirit, inakwambiaga tulia, hata baba yako hakunishinda, nilimumaliza. Leo ninatangaza hiyo roho inasimamaga between you and your destiny. Yes. Itaanguka katika jina la Yesu. In the name of Yesu. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. That spirit Oh, leo yes. hautavuka nayo. Yes, Lord. Hata kama imekuwa ukijaribu na unaijua. Unajua kuna kila mtu anajijua. Hallelujah. Amen. Ninaweza kuongea mambo ya ulevi, unajua. Hiyo ndio roho inakusumbuaga. Naweza kuongea kuhusu uongo, unajua. Hii ndio roho.
inakusumbuaga. Naweza kuongea kuhusu usherati, unasema hata baba yangu alikuwa hivi. Bwana